Habari za leo. Somo la pili. Nukuu za roho ya unabii kuendana na lesoni na maarifa mtandaoni. Nukuu za mwongozo wa kujifunza Biblia kuanzia Julai 4 mpaka Julai 10 mwaka 1926. Siku ya Sabato. Somo la pili, ujumbe wa msalaba. Mungu amenipa ujumbe kwa watu wake. Mmenunuliwa kwa bei, mmenunuliwa kwa gharama, na yote mlio nayo vinapaswa kutumika kwa utukufu wa Mungu na kwa faida ya wanadamu wenzenu. Kristo alikufa msalabani ili kuuokoa ulimwengu kutokana na kuangamia katika dhambi. Yeye anaomba ushirikiano wetu katika kazi hii. Tunapaswa kuwa mkono wa Bwana wa msaada. Kwa juhudi za dhati na zisizochoka, tunapaswa kutafuta kuwaokoa wanadamu waliopotea. Nguvu inayobadilisha ya neema ya Kristo inamuumba yule anayejitoa kwa ajili ya utumishi wa Mungu, na hivyo hawezi tena kuwa mtu asiyezijali roho zinazoangamia zinazomzunguka. Anatambua kwamba kila sehemu ya nafsi yake ni mali ya Kristo, ambaye amemkomboa kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Kwamba kila wakati wa maisha yake ya baadaye umeshanunuliwa kwa damu ya thamani ya uhai wa mwana wa pekee wa Mungu. Je, wewe una shukurani kubwa sana kwa dhabihu iliyotolewa pale Kalvari, kiasi kwamba uko tayari kuweka kila kitu kingine kiwe chini ya ile kazi ya kuokoa roho? Nguvu ile ya matamanio ya kuokoa wenye dhambi, ambayo iliashiria maisha ya Mwokozi, inaashiria maisha ya mfuasi wake leo, mfuasi wa kweli. Mkristo hana hamu ya kuishi kwa ajili yake mwenyewe. Anafurahia kuweka wakfu yote aliyo nayo na aliyo kwa ajili ya utumishi wa Bwana. Anasukuma kazi ya wokovu kwa shauku isiyoelezeka ya kuleta roho kwa Kristo. Je, ninawezaje kumtukuza yeye ambaye mimi ni wake kwa uumbaji na kwa ukombozi? Hili ndilo swali ambalo sisi tunapaswa kujiuliza. Kwa tashwishwi nyingi, yule aliyeongoka kweli hutafuta kuwaokoa wale ambao bado wako katika nguvu za shetani. Sasa hivi tuna muda mfupi tu wa kujiandaa kwa ajili ya umilele. Watu wanahitaji ukweli, na kwa juhudi ya dhati na ya uaminifu, hebu tuweze kuwasilisha ukweli kwao. Nafsi zinapaswa kutafutwa, kuombewa na kufanyiwa kazi kwa ajili yake Bwana. Jukumu zito lipo juu yetu la kuuonya ulimwengu kuhusu hukumu yake inayokuja na uharibifu. Mungu analiita kanisa lake kuinuka na kujivika nguvu. Taji za umilele zisizokufa zipo kwa ajili ya washindi. Ufalme wa mbinguni utapatikana. Ulimwengu unaoangamia katika ujinga utaangaziwa. Maranatha, ukurasa wa 100. Waambie watu habari hizi. Uyajue mwenyewe mafundisho haya. Midomo yako isitoe hata sentesi moja ya shaka. Usije mbele za watu kwa sauti isiyoeleweka. Jua ukweli ni nini na utangaze ile kweli. Mafundisho ya Kristo yalikuwa chanya kila wakati katika asili yake. Kamwe usitoe hisia za shaka. Beba kwa sauti fulani ujumbe wenye uthibitisho. Mwinue mtu wa Kalvari juu zaidi na zaidi. Kuna nguvu katika kuinuliwa kwa msalaba wa Kristo. Uungu wa Kristo unapaswa kudumishwa kwa uthabiti.
Mwokozi alipowauliza wanafunzi wake swali, "Je, ninyi mnasema mimi ni nani?" Petro alijibu, "Wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai." Mathayo 16 fungu la 15 na 16. Kristo alisema, "Juu ya mwamba huu," si juu ya Petro, bali juu ya mwana wa Mungu, "nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda." Siri ya utauwa ni kuu. Kuna mafumbo katika maisha ya Kristo ambayo yanapasa kuaminiwa, ingawa hayawezi kuelezewa kwa akili ya mwanadamu. The Upward Look, ukurasa wa 58. Jumapili, Julai 5. Injili ya msalaba. Msalaba wa Calvary unatoa changamoto na mitihani, ila hatimaye utashinda. Kila nguvu ya kidunia na ya kuzimu itashindwa. Katika msalaba ndio mvuto wote ujikita, na kutoka humu ndimo ushawishi wote hutoka. Msalaba ndicho kitovu kikubwa cha mvuto, kwani juu yake huu Kristo alitoa maisha yake kwa ajili ya wanadamu wote. Sadaka hii ilitolewa kwa kusudi la kumrejesha mwanadamu katika ukamilifu wake wa awali. Naam, zaidi ya hili, msalaba ulitolewa ili kumpa mwanadamu mabadiliko kamili ya tabia na kumfanya kuwa zaidi ya mshindi. Wale ambao kwa nguvu ya Kristo wanamshinda adui mkuu wa Mungu na mwanadamu watachukua nafasi katika nyua za mbinguni juu ya malaika ambao hawajawahi kuanguka. Kristo anatangaza, "Nami nikiinuliwa juu, nitawavuta watu wote kwangu." Pale ambapo msalaba haupati kibali cha ushawishi, basi unaumba ushawishi. Kupitia kizazi baada ya kizazi, ukweli wa wakati huu unafunuliwa kama ukweli wa sasa. Kristo msalabani alikuwa njia ambayo rehema na kweli zilikutana pamoja, na haki na amani vilibusiana. Hii ndiyo njia ya kuugusa ulimwengu na kufanya yasiyowezekana yawezekane. Katika mpango wa Mungu, utajiri wote wa mbinguni unapaswa kuvutwa na wanadamu. Hakuna kitu katika hazina ya rasilimali za Mwenyezi Mungu kinachoonekana kuwa ghali sana kuambatana na zawadi kubwa ya mwana wa Mungu wa pekee. Kristo alipewa uwezo wa kuwapa pumzi ya roho wake wanadamu walioanguka, naam, pumzi ya uzima. Wale wanaompokea Kristo hawataona njaa kamwe, hawataona kiu, kwa kuwa hakuna furaha kubwa inayoweza kupatikana au kuwapo popote isipokuwa ile katika kujifunza maneno yaliyotamkwa na Mwokozi kutoka kwenye mlima wa baraka. Jinsi asili ya kiungu ilivyong'aa kupitia ubinadamu wake, na huku midomo yake ikitoa baraka kwa wale waliokuwa walengwa wa rehema na upendo wake. Yeye aliwabariki kwa ukamilifu ulioonyesha kwamba alikuwa akichota kutoka kwenye hazina isiyokoma, hazina yenye utajiri usio na kifani au mfanano. Hazina za milele zilikuwa chini ya amri yake. Baba alimkabidhi Kristo utajiri wa mbinguni, na katika kuutoa utajiri huu, yeye hakujua kuweka mipaka. Wale waliomkubali Kristo kama Mwokozi wao, naam, mkombozi wao na mkuu wa uzima, yeye anawakiri mbele ya jeshi la mbinguni, mbele ya sayari zote ambazo hazijaanguka, na mbele ya ulimwengu wetu ulioanguka, kama hazina yake ya pekee. Ukristo ni nini? Ni chombo cha Mwenyezi Mungu kwa ajili ya uongofu wa mwenye dhambi. Yesu atamwajibisha kila mtu ambaye hajawekwa chini ya mamlaka yake, ambaye haonyeshi katika maisha yake mvuto wa msalaba wa Calvary. Kristo anapaswa kuinuliwa na wale ambao yeye amewakomboa kwa kufa msalabani kwa kifo cha aibu. Yeyote ambaye amehisi nguvu ya neema ya Kristo ana kisa cha kusimulia. Atatafuta kuweka mbinu za utendaji kazi ambazo zitaeneza injili ya Kristo. Ubinadamu unapochota ufanisi wake kwa Mwenyezi Mungu kutoka kwa chanzo kikuu cha hekima,
unafanywa kuwa nyenzo au chombo cha kazi, wakala wa utendaji wa kazi, ambao kupitia huu injili hutumia nguvu yake ya kubadilisha akili na moyo wa mwanadamu. Jumatatu, Julai 6. Upumbavu wa wale wanaoangamia. Maneno ya mtume na maelezo ya mtazamo wake na mazingira yake, kama yalivyoandikwa na kalamu ya uvuvio, yangepaswa kupitishwa kwa vizazi vyote vijavyo, yakitoa ushuhuda wa ujasiri wake usioyumba na imani yake katika upweke na shida na ushindi alioupata kwa ajili ya Ukristo kwenye himaya ya moyo wa upagani. Maneno ya Paulo yana hazina ya maarifa kwa kanisa. Alikuwa katika hali ambayo angeweza kusema kwa urahisi jambo ambalo lingewaudhi wasikilizaji wake wenye kiburi na kujiingiza katika matatizo. Kama hotuba yake ingekuwa shambulio la moja kwa moja dhidi ya miungu yao na watu wakuu wa jiji, angekuwa katika hatari ya kukutana na hatima iliyompata Socrates. Lakini kwa busara iliyotokana na upendo wa Mwenyezi Mungu, alivuta akili zao mbali na miungu ya kipagani kwa kuwafunulia Mungu wa kweli ambaye kwao hakujulikana. Leo ukweli wa maandiko matakatifu unapaswa kuletwa mbele ya watu wakuu wa ulimwengu ili waweze kuchagua kati ya utii kwa sheria ya Mungu na utii kwa mkuu wa uovu. Mungu anaweka ukweli wa milele mbele yao, ukweli utakao wafanya wawe na hekima kwa wokovu. Lakini yeye hawalazimishi wanadamu kuukubali ukweli. Wakitaka kuuacha, anawaacha peke yao ili wajazwe na matunda ya matendo yao wenyewe. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima, na akili zao wenye akili nitazikataa. Bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu vidhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Wakorintho wa kwanza 1:18, 19, 27 na 28. Wasomi wengi wakubwa na viongozi wakuu na watu mashuhuri zaidi duniani katika siku hizi za mwisho watageuka kutoka kwenye nuru kwa sababu ulimwengu kwa hekima haumjui Mungu. Hata hivyo, watumishi wa Mungu wanapaswa kuboresha kila fursa ya kuwaeleza watu hawa ukweli. Baadhi watakiri kutojua kwao mambo ya Mungu na watachukua nafasi yao kama wanafunzi wanyenyekevu miguuni pa Yesu ambaye ni mwalimu mkuu. Katika kila juhudi ya kufikia tabaka la juu, mtendakazi wa Mungu anahitaji imani imara. Mwonekano waweza kuashiria kuwa jambo la kukatisha tamaa au lisilo na urafiki, lakini katika saa ya giza zaidi kuna nuru juu. Nguvu ya wale wanaompenda na kumtumikia Mungu itafanywa upya siku baada ya siku. Uelewa wa yeye asiye na mwisho umewekwa katika huduma yao ili katika kutekeleza makusudi yake wasiweze kukosea. Hebu watendakazi hawa washikilie ujasiri na imani yao imara, kuanzia mwanzo hadi mwisho, wakikumbuka kwamba nuru ya ukweli wa Mungu itang'aa katikati ya giza linalofunika ulimwengu wetu. Hatupasi kukata tamaa kuhusiana na huduma ya Mungu. Imani ya mtendakazi aliyejitoa hustahimili kila jaribu linalotolewa juu yake. Mungu anaweza kuwapa nguvu watumishi wake, na yupo tayari kuwapa watumishi wake nguvu zote wanazohitaji na kuwapa hekima ambayo mahitaji anuai huhitaji. Yeye atatimiza zaidi ya matarajio yao ya juu zaidi ya wale wanaomtumaini yeye. Matendo ya Mitume ukurasa 240 mpaka 242.
Jumanne Julai 7. Nguvu kwa wale wanaookolewa. Ni ukweli kama ulivyo katika Yesu ndio unaopaswa kuleta mbele ya akili za wanadamu baada ya kujaliwa na kutunzwa kwa huruma nyororo na matakwa yao ya kimwili kukidhiwa. Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa kushirikiana na mawakala wa kianadamu wanaofanya kazi kwa ajili ya roho hizo, na baadhi watathamini msingi ulio juu ya mwamba kwa ajili ya imani yao ya kidini. Hatupasi kuwa na mawasiliano ya mafundisho ya imani ya ajabu kwa watu hawa ambao Mungu anawapenda na kuwahurumia. Lakini wanaposaidiwa kimwili na watendakazi wa umishenari wa tiba, Roho Mtakatifu hushirikiana na mhudumu na wakala wa kianadamu ili kuamsha nguvu za kimaadili kwao. Nguvu za akili huamshwa na kutenda kazi, na roho nyingi hizi maskini zitaokolewa katika ufalme wa Mungu. Hakuna kinachoweza au kitakachowahi kuipa sifa kazi katika uwasilishaji wa ukweli ili kuwasaidia watu vizuri pale walipo kama kazi ya Wasamaria wema. Kazi inayofanywa ipasavyo ili kuwaokoa wenye dhambi masikini ambao wamepuuzwa na makanisa itakuwa daraja la watu kuvukia pale ambapo ukweli utapata mpenyo wa kuingia na kusimama. Mpangilio tofauti wa mambo unahitaji kuanzishwa miongoni mwetu kama watu, na kadri aina hii ya kazi inavyofanywa kutaundwa mazingira tofauti kabisa yanayozunguka roho ya watendakazi, kwani Roho Mtakatifu huwasilisha na kuwasiliana na wale wote wanaofanya huduma ya Mungu, na wale waliofanyiwa kazi na Roho Mtakatifu watakuwa nguvu kwa Mungu katika kuinua, kuimarisha na kuokoa roho zilizo tayari kuangamia. You shall receive power, ukurasa 156. Kumwamini Kristo na kupokea neema yake inayobadilisha sio jambo la kubahatisha tu, bali ni kazi inayosababisha fadhila za Kristo kuakisiwa akilini na katika tabia. Unapopata uzoefu huu, utasema nimeonja na kuona ya kuwa Bwana ni mwema. Bwana Yesu atakuwa sehemu yangu milele. Nguvu ya msalaba itasogeza ndani yako chemchem za siri za tumaini na hofu, ibada na upendo. Malaika wanakutazama na kukusubiri wewe, na watashuhudia ukweli kwamba ulimwengu haumo ndani yako kabisa na wala haujakushikilia. Yesu atakukuta umekaa miguuni pake ili ujifunze kutoka kwake. Yeye ambaye ni njia, ukweli na uzima. Tangu sasa ukijisalimisha kwa mapenzi ya Kristo, utavutwa katika eneo ambalo msalaba ndicho kitu kikuu, jambo kuu katika mtazamo wako. Utukufu unaong'aa kutoka kizingiti cha mbinguni ndio utakuwa mvuto pekee unaokushawishi. Utajiri wa neema ya Kristo utakushikilia katika utii wa hiari. Utakuwa unafurahia sana kuwapa wengine zawadi uliopokea. Lift him up. Jumatano Julai 8. Masihi aliyesulubiwa. Wakiwa wamejaa na hofu na karibia kupofushwa na nguvu ya mwanga mkali, wenzi wa Sauli waliokuwa wakisafiri naye walisikia sauti, lakini hawakumwona mtu yeyote. Lakini Sauli alielewa maneno yaliyotamkwa na alifunuliwa waziwazi yule aliyezungumza. Ndiyo, alikuwa mwana wa Mungu katika nafsi tukufu. Naye alisimama mbele yake, yeye yule aliyesulubiwa, naye akamuona. Sura ya Kristo ilikuwa katika kumbukumbu ya Myahudi huyu aliyeangushwa chini. Picha ya uso wa Mwokozi
ilichorwa moyoni mwake milele. Maneno yaliyosemwa yaliugusa moyo wake kwa nguvu za kutisha katika vyumba vya giza vya akili yake. Kulimwagika mafuriko ya nuru yakifunua ujinga na makosa ya maisha yake ya zamani na hitaji lake la sasa la kuangaziwa na Roho Mtakatifu. Sauli sasa aliona kwamba katika kuwatesa wafuasi wa Yesu alikuwa akifanya kazi ya Shetani. Aliona kwamba kile alichoamini kuwa sahihi na wajibu wake mwenyewe vilitegemea sana imani yake isiyo na shaka kwa mafundisho ya makuhani na watawala. Paulo aliwaamini makuhani, na walipomwambia kwamba kisa cha ufufuo kilikuwa ni uzushi wa wanafunzi, aliamini. Sasa kwa kuwa Yesu mwenyewe alikuwa amesimama wazi mbele yake, Sauli alikuwa amesadikishwa kuhusu ukweli wa madai yaliyotolewa na wanafunzi wa Yesu. Katika saa hiyo aliona mwangaza wa mbinguni, akili ya Sauli ilifanya kazi kwa kasi ya ajabu. Kumbukumbu za unabii wa maandiko matakatifu ilifunguliwa kwa uelewa wake. Aliona kwamba kukataliwa kwa Yesu na Wayahudi, kusulubiwa kwake, kufufuka na kupaa kwake kulikuwa kumetabiriwa na manabii na kuthibitishwa kuwa ndiye aliyekuwa Masihi aliyeahidiwa. Mahubiri ya Stefano wakati wa kuuawa kwake yaliletwa akilini mwa Sauli kwa nguvu, na akagundua kwamba mfia dini huyo alikuwa ameona utukufu wa Mungu aliposema, "Tazama, naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume." Matendo 7 fungu la 55 na 56. Makuhani walikuwa wametamka maneno hayo ya kufuru, lakini sasa ndiyo Sauli alikuwa anajua kuwa nini ni kweli. Haya yote yalikuwa ufunuo wa ajabu kwa Sauli, mtesa watu. Sasa Sauli alijua kwa hakika kwamba Masihi aliyeahidiwa alikuwa amekuja duniani kama Yesu wa Nazareti, na kwamba alikuwa amekataliwa na kusulubiwa na wale aliokuja kuwaokoa. Sauli alijua pia kwamba Mwokozi alikuwa amefufuka kwa ushindi kutoka kaburini na alikuwa amepaa mbinguni. Katika wakati huu alipokuwa amepata ufunuo wa Mwenyezi Mungu, alikumbuka kwa hofu kwamba Stefano, ambaye alikuwa amemshuhudia Mwokozi aliyesulubiwa na kufufuka, alikuwa ametolewa kafara kwa ridhaa yake, na kwamba baadaye kupitia kazi yake ya kuua waumini, wafuasi wengine wengi wa Yesu wenye stahiki walikuwa wamekabiliwa na kifo chao kwa mateso makali ya kikatili. Mwokozi alikuwa amezungumza na Sauli kupitia Stefano, ambaye hoja zake wazi hazikuweza kupingika. Myahudi huyu msomi alikuwa ameona uso wa mfia dini Stefano, na shahidi Stefano, uso wake uliakisi nuru ya utukufu wa Kristo, ukionekana kana kwamba ulikuwa uso wa malaika. Matendo 6 fungu la 15. Alikuwa ameshuhudia uvumilivu wa Stefano kwa maadui zake na msamaha wake kwao. Pia alikuwa ameshuhudia ushujaa na kujisalimisha kwa furaha kwa wengi ambao alikuwa amewasababishia mateso na unyanyasaji mkali. Alikuwa ameona hata baadhi ya watu waliompenda Kristo wakiyatoa maisha yao kwa furaha kwa ajili ya imani yao. Mambo haya yote yalikuwa yamemvuta moyo Sauli kwa sauti kubwa, na wakati mwingine alikuwa amemsadikisha akilini mwake kwamba Yesu alikuwa Masihi aliyeahidiwa. Katika nyakati kama hizo alikuwa amepambana usiku kucha dhidi ya imani hii, na siku zote hizo alikuwa amehitimisha hilo pambano kwa kukiri katika imani yake kwamba Yesu hakuwa Masihi, na kwamba wafuasi wake walikuwa watu shupavu tu, waliodanganywa, watu waliopitilizwa, watu waliopitiliza kimisimamo. Sasa Kristo alikuwa amezungumza na Sauli kwa sauti yake mwenyewe akisema, "Sauli, Sauli, mbona unaniudhi?"
Na swali alilouliza, wewe ni nani Bwana? Lilijibiwa kwa sauti ile ile, ni mimi Yesu unayenitesa. Kwa kutamka maneno haya hapa, Kristo anajitambulisha na watu wake. Kwa kuwatesa wafuasi wa Yesu, Sauli alikuwa amempinga moja kwa moja Bwana wa mbinguni. Kwa kuwashutumu na kuwashuhudia uongo wafuasi wake, alikuwa amemshtaki na kumshuhudia kwa uongo Mwokozi wa ulimwengu. Hakuna shaka lililoingia mawazoni mwa Sauli kwamba yule aliyezungumza naye alikuwa Yesu wa Nazareti, Masihi aliyetarajiwa kwa muda mrefu, na faraja na mkombozi wa Israeli. Alhamisi, Julai 9. Kristo, nguvu na hekima ya Mungu. Agizo ambalo Kristo alikuwa amewapa wanafunzi wake walilitimiza. Wajumbe hawa wa msalaba walipoenda kutangaza Injili, kulikuwa na ufunuo wa utukufu wa Mungu ambao haujawahi kushuhudiwa na mwanadamu mwenye ukomo hapo awali. Kwa ushirikiano wa Roho Mtakatifu, mitume walifanya kazi iliyotikisa ulimwengu. Injili ilipelekwa kwa kila taifa katika kizazi kimoja. Matokeo yaliyoambatana na huduma ya mitume wateule na Kristo yalikuwa matukufu. Mwanzoni mwa huduma yao, baadhi yao walikuwa watu wasio na elimu, lakini kujitoa kwao wakfu kwa ajili ya Bwana wao hakukuwa na kujibakiza. Na chini ya maelekezo yake Bwana, walipata maandalizi kwa ajili ya kazi kubwa waliopewa. Neema na kweli vilitawala mioyo yao, vikichochea nia zao na kudhibiti matendo yao. Maisha yao yalikuwa yamefichwa na Kristo katika Mungu, na nafsi zao zilipotea, zikazama katika kina cha upendo usio na kikomo. Yesu Kristo, hekima na nguvu ya Mungu, alikuwa mada ya kila hotuba sasa. Walipotangaza ukamilifu wa Kristo, Mwokozi aliyefufuka, maneno yao yaligusa mioyo ya watu, na wanaume na wanawake walivutwa na Injili. Umati wa watu waliolitukana jina la Mwokozi na kudharau nguvu yake, sasa walikiri kuwa wanafunzi wa Kristo msulubiwa. Mitume hawakutimiza utume wao kwa nguvu zao wenyewe, bali kwa nguvu za Mungu aliye hai. Ufahamu wa jukumu lililokuwa juu yao ulisafisha na kutajirisha uzoefu wao, na neema ya mbinguni ilifunuliwa katika ushindi walioupata kwa ajili ya Kristo. Kwa nguvu na uweza, Mungu alifanya kazi kupitia wao ili kuifanya Injili ishinde. Kama ambavyo Kristo alivyowatuma wanafunzi wake, ndivyo leo anavyowatuma washiriki wa kanisa lake. Nguvu ile ile ambayo mitume walikuwa nayo ni kwa ajili ya kanisa na waamini wa leo. Ikiwa watamfanya Mungu kuwa nguvu yao, yeye atafanya kazi nao. Hivyo hawatafanya kazi bure. Hebu watambue kwamba ile kazi wanayoifanya ni ile ambayo Bwana mwenyewe ameiwekea muhuri wake juu yake. Bwana anatuamuru tuende mbele na kusema maneno anayotupa yeye mwenyewe, tukihisi mguso wake mtakatifu midomoni mwetu. Amazing Grace, ukurasa wa 275. Tunahitaji kumshika Kristo na kuendelea kumshikilia yeye, kumng'ang'ania yeye mpaka tujue kwamba nguvu ya neema yake inayobadilisha inadhihirika ndani yetu. Lazima tuwe na imani katika Kristo ikiwa tunataka kuakisi tabia ya Mwenyezi Mungu. Kristo aliuvaa uungu wake katika ubinadamu na akaishi maisha ya maombi na kujikana nafsi na majaribu ya vita vikali vya kila siku, ili awasaidie wale ambao leo wanashambuliwa na majaribu. Leo Kristo ndiye ufanisi na nguvu zetu. Yeye anatamani kwamba kupitia umiliki wa neema yake wanadamu watakuwa washiriki wa asili ya kiungu. Neno la Mungu katika Agano la Kale na Jipya likisomwa kwa uaminifu na kupokelewa katika maisha, litatoa hekima na uzima wa kiroho. Neno lake Bwana linapaswa kuthaminiwa kwa utakatifu,
Imani katika neno la Mungu na katika nguvu ya Kristo ya kubadilisha maisha itamwezesha muamini kufanya kazi yake Bwana na kuishi neno lake Bwana na kuwa na maisha ya kufurahi katika Bwana. This Day with God, ukurasa 285. Somo la utume. Fabiola aliishi katika mazingira ya amani huko Belo Horizonte, Brazil. Ila amani ndio kitu cha mwisho alichohisi. Japo kuwa mji wake ulikuwa unaitwa Amani, Belo Horizonte. Kugunduliwa kwa saratani katika matiti yake kulikuwa kumetikisa ulimwengu wake na akapata hofu COVID-19 ilivyoongezeka na ikienea nchini kote, na alihisi hiyo COVID kuliko hapo awali. Wakati huo huo katika jiji la Salvador, ulimwengu wa Luisa ulikuwa unaporomoka. Usaliti ulivunja ndoa yake ya miaka 23 na kumfanya agundue kwamba alikuwa ameambukizwa kaswende na mumewe. Zaidi ya hayo, mama yake aligunduliwa na ugonjwa wa Alzheimer na alishuhudia jirani yake akijiua. Wazo hilo lilimsumbua sana na akafikiri pengine hata naye angepaswa kufanya vivyo hivyo. Wanawake wote wawili walikuwa wakizama katika mateso yao, kama yule mwanamke aliyekuwa anatoka na damu kwa miaka 12 katika kisa cha Biblia. Marko sura ya 5. Fabiola na Luisa walikuwa na hamu kubwa ya uponyaji wa kimwili, kihisia na kiroho. Kila mmoja wao alihitaji mguso wa tumaini. Katika jioni mbili tofauti, Mungu aliingilia kati kwa njia inayofanana. Fabiola alipojaribu kuepuka wasiwasi wake wa kutazama TV, mbwa wake mdogo aliruka kwenye mapaja yake na kwa bahati mbaya akaikanyaga remote na kubadilisha channel hadi kwenye Novo Tempo ya Brazil, Hope Channel. Mahali pengine kama maili 800 hivi kutoka hapa, mbwa wa Luisa alifanya vivyo hivyo. Katika nyakati za giza zaidi za Fabiola na Luisa, mguu mmoja wa mbwa uliowekwa na Mungu kwenye remote ulionyesha upendo wa Mwokozi unaobadilisha maisha. Wakaanza kuziangalia hizi chaneli zenye mafundisho ya Biblia na wanawake wote hawa walihisi wimbi la matumaini likiwafunika. Leo Fabiola amepata kusudi jipya, naye huwatia moyo wale walio karibu naye kwa ujumbe ule ule wa faraja aliopokea. Ujumbe kutoka Novo Tempo ulibadilisha mitazamo yake kuhusu ugonjwa wake. Hakuona tena saratani kama adhabu, bali kama sehemu ya kitu ambacho Mungu aliruhusu kumsaidia kumbadilisha. Sasa anaposubiri appointment zake na daktari na vipimo, anagawa vitabu vya kiroho akizungumzia kuhusu Yesu na kuwatia moyo wale walio karibu naye kwa tumaini alilolipata. Kwa Luisa, vipindi alivyovitazama vilimsaidia kutambua kwamba alikuwa akipambana na mfadhaiko. Aliweza kupata matibabu ambayo yalileta mabadiliko kwake na kumsaidia kutoka gizani na kuingia katika nuru ya upendo wa Mungu. Anasema, nilikuwa binti yule aliyepotea, mchafu na mtupu, lakini mguso wa Bwana ulionipata, kamwe sitaki kuondoka mbele zake Bwana. Kituo cha matumaini kipo kwa ajili ya watu kama Fabiola na Luisa, watu wanaotafuta tumaini na uponyaji. Maelfu wanasubiri kufikiwa. Vituo vya television ya Hope Channel viko zaidi ya 84 ulimwenguni na vinawafikia watu kupitia maudhui yanayobadilisha maisha, navyo hutoa masomo ya Biblia na kuwaunganisha watafutaji ubora wa maisha na umilele wa Kristo. Unapotoa sadaka yako ya utume, chagua kwenye bahasha yako ya zaka na sadaka kusema kwamba unataka kufadhili utume huu. Asanteni sana.